أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nimeendelea kueleza vipengele vya sira ya maswahaba wa Badr na utambulisho wao na kujitolea kwao katika ufululizo wa hutuba zangu. Watu wengi walionyesha hamu hii na wakaniandikia ya kwamba kama haitaelezwa sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam basi yatabaki mapungufu fulani, kwani chimbuko haswa alikuwa ni dhati ya Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam, ambaye maswahaba watukufu walikuwa wakimzunguka, dhati ambaye kwa kujiunganisha naye maswahaba wakafikia viwango vya kujitolea visivyo na kifani na wakajifunza njia mpya mpya na wakasambaza tauhidi ya Mwenyezi Mungu na wakasimamisha viwango vya kuwa mifano yake ya kimatendo ambavyo ni uthibitisho wa nguvu tukufu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na ni uthibitisho ya kwamba yeye sallallahu alaihi wasallam alikuwa mpendwa makhsus wa Mwenyezi Mungu. Basi kueleza sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam pia ni muhimu sana. Katika miaka ya nyuma kwenye nyakati mbalimbali hutuba zimeendelea kutolewa juu ya vipengele mbalimbali vya sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kwa vitu vile sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni sira ambayo maelezo yake hayana kikomo chake. Kila sifa yake ni azim ambayo haiwezi kuelezwa katika hutuba kadhaa, na sira hii inshallah itaendelea kuelezwa katika nyakati mbalimbali, bali kwenye kila hutuba kipengele chake fulani kinaendelea kuzungumzwa kwa njia mbalimbali, kwani huo ndio mzunguko wa maisha yetu, na bila huo dini yetu na imani yetu haiwezi kukamilika, na sheria aliyotuma Mwenyezi Mungu pia haiwezi kufuatwa. Kwa vyovyote vile wakati huu mimi kuhusiana na vita vya Badr nitaeleza vipengele vya sira tukufu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na matukio ya historia, na silsila hii itaendelea katika hutuba zijazo. Ni mfano mtakatifu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam pekee uliowajaalia maswahaba jaziba ya kujitolea kwa moyo wote, na kwa kuwapatia jaziba hiyo ukawaingiza katika mashahidi na wapendwa wa Mwenyezi Mungu na kwenye kundi la wale ambao Allah alikuwa amewarizia. Na mifano yake sisi
tuliona katika maisha yetu. Basi kuhusiana na vita hii pia kueleza mfano mwema wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni muhimu sana. Kabla ya kueleza matukio ya vita hii, ni muhimu kueleza sababu zilizochangia na zilizosababisha vita kutokea. Hivyo kwanza mimi nitaeleza mazingira yake yaliyochangia katika vita hii, na katika maelezo haya pia vinaonekana vipengele mbalimbali vya sera ya mtume sallallahu alaihi wasallam na vipengele vya mafundisho mazuri aliyoyaleta. Akieleza sababu za vita vya Badr katika sera ya Khataman Nabiyin, Mirza Bashir Ahmad Sahib ameandika ya kwamba katika maisha ya mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa katika mji wa Makka, zulma ambazo Quraishi walizifanya juu ya Waislamu na mipango walioipanga ya kuifuta Islam ni uthibitisho wa kutosha wa kutokea vita kati ya kaumu mbili katika kila zama na kila hali. Inathibitika kutoka historia ya kwamba pamoja na kufanya istihzai yenye mazila na kuwalaani na kuwatukana Waislamu, makafiri wa Makka waliwazuia Waislamu kufanya ibada ya Mwenyezi Mungu aliye mmoja na kutangaza tauhidi kwa nguvu. Wakawapiga na kuwatesa sana na wakanyang'anya mali zao kwa njia ya haramu, na kwa kuwasusia wakajaribu kuwaua na kuwaangamiza, na baadhi yao wakawaua kwa zulma na wakawazalilisha kina mama zao. Mpaka kwa kuchoka na zulma hizi, Waislamu wengi wakaacha Makka na wakahamia Uhabeshi. Lakini Quraishi hawakuishia hapo, na kwa kutuma ujumbe wao mmoja katika kasri ya Najashi, wakajaribu na wakafanya mpango kwamba wahajiri hawa warejee katika Makka na Quraishi wafanikiwe kuwarudisha tena katika ukafiri, la sivyo waangamizwe. Kisha kiongozi na mpendwa wa Waislamu ambaye wao walikuwa wakimpenda zaidi kuliko uhai wao akateswa mno na akapewa mateso ya aina zote, na wenzao wa Quraish kwa sababu ya kutamka kwake jina la Allah wakamrushia mawe katika Taif mpaka mwili wake ukalowa na damu, na mwishowe katika bunge la kitaifa la Makka kwa itifaki ya wajumbe wote wa makabila ya Quraish ikaamuliwa ya kwamba Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam auawe ili jina na alama ya Islam ifutwe na tauhidi ikwishe kabisa kwa milele. Na kisha kwa ajili ya kutekeleza mpango huo wa kutisha, vijana wa Makka ambao walikuwa wakitukana na makabila mbalimbali ya Quraish, wakati wa usiku katika sura ya kundi moja wakaja kuishambulia nyumba ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini Mwenyezi Mungu akamlinda na kumhifadhi mtume sallallahu alaihi wasallam, na mtume sallallahu alaihi wasallam akitia vumbi katika macho yao akatoka nje ya nyumba yake na akajihifadhi katika pango la Thawr. Je, zulma hizi na mipango hiyo ya kumua sio kama tangazo lao la kupigana vita? Je, katika mazingira ya namna hiyo mtu mwenye akili anaweza kufikiri ya kwamba Makuraish wa Makka hawakuwa na uadui na Islam na Waislamu? Kisha kwa ajili ya Waislam, je, zuluma hizi za Quraish haziwezi kuwa msingi wa kupigana vita vya kujilinda? Je, katika dunia kaumu fulani yenye ghera ambayo isiwe na nia ya kujiua katika mazingira ya namna hiyo inaweza kuwa nyuma katika kukubali wito huo ambao Quraish ukawapatia Waislamu?
kwa yakini kama ingekuwepo kaumu nyingine juu ya mahala pa waislam, basi kaumu ile ingeshuka katika uwanja wa vita dhidi ya Quraishi muda mwingi kabla, lakini waislamu walikuwa na amri ya kiongozi wao kwamba wafanye subira. Hivyo imeandikwa ya kwamba katika Makka zulma za Quraish zilipozidi mno, Abdurrahman bin Auf na masahaba wengine wakamjia mtume mtukufu sallallahu alaihi wa alihi wasallam na wakaomba rukhsa ya kupigana vita na Quraish. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, inni umirtu bil afwi fala tuqatilu, yani mimi nimeamrishwa kufanya subira na afu, hivyo mimi siwezi kuwapatieni rukhsa ya kupigana vita. Basi masahaba wakavumilia kila aina ya shida na mateso katika njia ya dini, lakini hawakuacha subira mpaka bakuli ya zulma za Quraish ikajaa na zulma zikazidi mno, nao wakavuka mipaka yote, na kwa Allah muda wake ukamalizika. Ndipo Mwenyezi Mungu akamwamuru mja wake ya kwamba sasa wewe utoke kutoka hapa. Sasa swala limepita mipaka ya afu na muda umewadia kwamba wazalimu wapate mwisho wao. Basi hijra hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa alama ya kukubali kwa wito huo wa Quraish, na humo ilikuwepo ishara moja ya kutangaza vita kutoka kwa Allah ambayo waislam na makafiri wote walikuwa wakiielewa. Hivyo katika Darun Nadwa ambayo ilikuwa ni sehemu ya kushauriana kwa Quraishi karibu na Makka, karibu na Kaaba, wakati wa mashauriano mtu fulani alipotoa rai yake ya kwamba mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam afukuzwe kutoka Makka, hapo viongozi wa Quraish wakakataa kukubali rai hiyo kwa msingi huu ya kwamba kama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akitoka kutoka Makka, kisha bila shaka waislamu wakikubali wito wetu watashuka katika medani ya vita zidi yetu na mbele ya ansar wa Madina. Pia wakati wa kufanya bayati Uqba Thania, swali la hijra la mtume saa salam ilipoibuka, wao wakasema mara moja ya kwamba maana yake ni ya kuwa sisi tuwe tayari kupigana vita na nchi nzima ya Uarabuni. Na hata mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipotoka kutoka Makka na akaangalia upande wa Makka na akasema ya kwamba, Makka, ulikuwa mpendwa kwangu kuliko makazi yote, lakini wenyeji wako hawaniruhusu kuishi humo. Hapo Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu pia akasema ya kwamba watu hawa wamemfukuza mtume wa Allah kutoka watani wake, sasa watu hawa lazima wataangamia. Kwa kifupi, mtume mtukufu sallallahu alaihi wa alihi wasallam madamu alipoendelea kuishi katika Makka, mtume sallallahu alaihi wasallam akavumilia zulma na mateso ya aina zote, lakini hakuinua upanga zidi ya Quraish, kwani moja kabla ya kuchukua hatua fulani zidi ya Quraish sawa na suna ya Mwenyezi Mungu, ilikuwa muhimu kutimiza hoja juu yao, na kwa ajili yake muda ulikuwa ukihitajika. Pili, ilikuwa matakwa ya Allah ya kwamba waislamu waoneshe mfano wa subira na uvumilivu mpaka muda ule ambapo baada yake kukaa kimya kuwe kama ni kujiua, kitu ambacho si sahihi kwa mtu yote mwenye akili timamu. Tatu, katika Makka kulikuwa na utawala fulani wa Quraish, na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mwananchi mmoja katika wananchi wake. Basi kwa mujibu wa hali hiyo, ilikuwa lazima ya kwamba maadamu aishi katika Makka aoneshe utii kwa serikali yao na ahakikishe kwamba lisitokee jambo fulani lenye kuvunja amani, na mambo ya kizidi hapo ahame na ahamie sehemu nyingine. Ine, ilikuwa muhimu ya kwamba maadamu kaumu
yake kwa sababu ya mipango yake isistahiki kupata adhabu ya mungu katika jicho la allah na muda wa kuangamiza usiwadie, mtume salaa salam aendelee kuishi kati yao, na muda ule ukifika basi yeye ahame, kwani sawa na suna ya mwenyezi mungu, nabii maadamu anapokuwepo katika kaumu yake, adhabu ya kuangamiza haishuki juu yao, na muda wa kushuka kwa adhabu unapofika, hapo nabii anapewa amri ya kuondoka. Basi kwa sababu hizi hijra ya mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa na ishara makhsus, lakini ni jambo la kusikitika mno ya kwamba kaumu ya wazalimu haikutambua ishara hizi na ikaendelea kuzidi katika zulma na mateso. Waila kama hata saizi pia Quraish wangejizuia na katika swala la dini wangeacha kutumia karaha na wangewaacha waislamu kuishi kwa amani, basi mwenyezi mungu ni mwingi wa rehema na mtume wake pia alikuwa rehema kwa walimwengu wote. Kwa yakini hata saizi pia wao wangesamehewa na nchi ya Warabuni isingelazimika kushuhudia manzari ya mauaji iliyoyashuhudia, lakini kilichokuwa kimekadiriwa kikatokea, na hijra ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ikawaongeza Makuraishi kwenye uadui wao, nao wakainuka kwa nguvu zote ili kufuta na kuangamiza Islam. Pamoja na kufanya zulma juu ya waislamu hawa wazaifu na kuwatesa waliokuwa bado katika Makka mpaka sasa, kazi ya kwanza walioifanya Quraish ilikuwa ndiyo hii ya kwamba walipojua ya kuwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amesalimika na ametoka nje ya Makka, wao wakatoka ili kumsaka na kumtafuta, na kwa kufanya hivyo wakamtafuta kwenye kila kona ya Makka mpaka wakafika hadi pango la Thor. Lakini mwenyezi mungu akamnusuru, akamhifadhi na akatia pazia juu ya macho ya Quraish, kiasi kwamba wakafika huko aliko mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wakashindwa kumpata na wakarejea bila mafanikio. Walipokata tamaa katika kumtafuta yeye, wakatangaza tangazo kwa watu wote ya kwamba mtu ambaye atamkamata mtume sallallahu alaihi wasallam na kumleta akiwa hai au hata kama awe amekufa, ye atazawadiwa ngamia 100 ambayo sawa na bei ya siku hizi ni takriban 20,000 rupia. Katika zama zile alipoandika Mirza Bashir Ahmad Saheb, hili ni jambo la mwaka 1961, na siku hizi hili ni jambo la mamilioni. Ye atapewa zawadi ya ngamia 100. Ilikuwa swala la kupata mamilioni, na katika kupata zawadi hiyo vijana wengi wa makabila mbalimbali wakatoka ili kumtafuta mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivyo Suraka bin Malik pia akiwa na tamaa hiyo hiyo ya kupata zawadi akatoka kumtafuta, lakini katika mpango huo pia Makuraish wakashindwa vibaya. Ikifikiriwa basi jambo hilo linatosha kuwa sababu ya kutokea kwa vita katika kaumu mbili, kwamba kaumu fulani ipange zawadi kuhusu kiongozi wa kaumu nyingine. Vivyo hivyo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipohama Makka na akahamia Madina, Quraish wakamwindikia mkuu wa Madina Abdullah bin Ubay bin Salul na wenzake barua ya maonyo. Wao wakamwindikia ya kwamba wewe umempa mwenzetu hifadhi, nasi tunasema kwa kuapa kwa Allah ya kwamba nini mupigane naye vita au mumfukuze nje ya nchi yenu, la sivyo sisi sote kwa pamoja tutawashambulieni na tutawaua wanajeshi wenu na tutawateka kina mama zenu. Barua hiyo ilipofika kwa Abdullah bin Ubay na wenzake wenye kuabudu masanamu,
wao wakajumuika ili kupigana vita na mtume salallahu alaihi wasallam. Mtume saa salam alipopata taarifa yake, mtume saa salam akakutana nao na akasema kwamba onyo ambayo quraish wamewapatieni labda katika wazo lenu litakuwa onyo kubwa, ila hali wao hawezi kuwapatieni madhara makubwa jinsi nini wenyewe mtakavyojipatia madhara. Nini mnataka kupigana vita na watoto wenu na ndugu zenu, kwani wengi wao walikuwa wamesha silimu. Mayahudi waliposikia mambo hayo kutoka kwa mtume saa salam, wao wakatawalika hapa na pale na wakamwacha. Vivyo hivyo quraish wa makka wakitembelea makabila ya arab wakaanza kuwachochea watu wao zidi ya waislamu. Hivyo kuhusu jambo hilo hat mirza bashir ahmad saheb ameandika kwenye sira ya khatama nabiyin ya kwamba makuraishi hawakuishia hapo hapo, bali pale walipoona ya kwamba aus na khazraj hawataki kuondoa uhifadhi kutoka kwa waislamu na inawezekana kuwa islam itashika nguvu katika madina, wao kwa kuyatembelea makabila mengine ya arab wakaanza kuwachochea zidi ya waislamu. Na kwa sababu ya kuwa viongozi wa kaaba tukufu, quraish ilikuwa na athari kubwa juu ya wengine katika arab. Kwa sababu ya uchochezi wa quraish, makabila mengi yakawa adui wa kutisha wa waislam, na madina ikawa na hali hii kana kwamba moto uwe umewaka pande zote nne ya madina. Hivyo riwaya moja inasema ya kwamba ubay bin kaab anasimulia ya kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake walipofika katika madina na ansar wakawapatia uhifadhi, hapo nchi nzima ya uarabuni ikawa adui wao kwa pamoja. Basi katika siku hizi waislamu walikuwa na hali ya namna hii kwamba hata wakati wa usiku pia walikuwa wakilala na silaha, na wakati wa mchana pia walikuwa wakitembea nazo, na walikuwa wakisemana ya kwamba tuangalie kama tutabaki kuwa hai au la, wakati ambapo tutaishi kwa amani na hatutakuwa na hofu yoyote isipokuwa hofu ya allah. Hata mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe alikuwa na hali fulani. hata aisha raziallahu anha anasimulia ya kwamba mwanzoni mtume saa salam alipokuja madina, kwa sababu ya hofu ya mashambulizi ya adui, mtume saa salam alikuwa halali wakati wa usiku. Na kuhusu zama hiyo hiyo kurani tukufu inasema ya kwamba wazkuru iz antum qalilun mustazafuna fi larzi takhafuna an yatakhatafakum nnasu faawakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum min at-tayyibati la'allakum tashkurun. Eni waislamu, kumbukeni mlipokuwa wachache, mkionekana wazaifu katika ardhi, mkawaogopa watu kuwa nyanganyini, lakini yeye akawapeni makao na kuwasaidieni kwa msaada wake na kuwapeni vitu vizuri ili mpate kushukuru. Hizi zilikuwa ni hatari za nchi zilizotajwa ndani ya Kurani tukufu, lakini ndani ya madina pia hali haikuwa shwari. Kama kuhusu hiyo hatmidha bashir ahmad sahib anavyoandika ya kwamba hali ya madina ilikuwa ndiyo hii ya kwamba hadi sasa sehemu moja kubwa ya aus na khazraj ilikuwa juu ya ushirikina, na japokuwa kizwahiri wao walikuwa pamoja na ndugu zao, lakini katika hali za namna hiyo mshirikina mmoja angewezaje kuaminiwa? Kisha namba mbili, walikuwepo wanafiki ambao kizwahiri walikuwa wamesilimu, lakini huko nyuma walikuwa maadui wa islam, na ndani ya madina uwepo wao ulikuwa sababu ya kuleta hatari kubwa. Tatu, walikuwepo mayahudi ambao japokuwa mkataba moja ulikuwa umefanywa, lakini kwa mayahudi hawa mkataba huu haukuwa na thamani yoyote. Ilmuradi
hata katika madina vilikuwepo vitu ambavyo havikuwa chini ya barudi iliyofichika dhidi ya waislamu, na cheche dogo ya makabila ya arab ilikuwa ikitosha kuwasha moto kwa kutumia barudi hiyo na kuwaangamiza waislamu wote wa madina. Katika muda huo mgumu ambao haukupita muda mgumu zaidi kuliko huo juu ya islam, wahi wa mungu ukashuka juu ya mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba sasa wewe pia unatakiwa kutumia upanga dhidi ya makafiri hawa ambao wametoka na upanga dhidi yako katika medani ya zulma na mateso, na jihadi kwa upanga ikatangazwa. Kuhusu jihadi kwa upanga, aya ya kwanza ilishuka juu ya mtume sallallahu alaihi wasallam tarehe 12 Safar mwaka wa pili wa hijra, yani Agosti 15 mwaka 623, ambapo mwaka moja ulikuwa umepita tangu afike Madina. Hazrat Bashir Ahmad Saheb amefanya tahqiq hiyo, na kwa mujibu wa tahqiq yake hii ndiyo tarehe ya kushuka kwa aya hii, kwani kuhusu sura hii kuna riwaya isemayo kuwa sehemu yake fulani ilikuwa imeshuka katika Makka na nyingine katika Madina, lakini kwa vyote vile ni riwaya mbalimbali zinazozungumzia aya hii. Kuna riwaya inayosema ya kwamba wakati wa hijra aya hii ilikuwa imeshuka, kwani baada ya muda mfupi wa kuja katika Madina, mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kuizuia misafara ya Quraish na kwa ajili ya kuchukua hatua zingine za kiulinzi, alikuwa ameanza kutuma vikosi vyenye silaha. Mwanzoni mwa hijra aya hii ilikuwa imeshuka au baada ya kupita mwaka moja, lakini hii ilikuwa ni ruhusa ya kwanza ya kupigana vita dhidi ya wapinzani wa dini walioanza vita dhidi ya dini. Na kwa kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ametoka nje ya serikali yao ambayo alikuwa anaishi chini yake, kama ilivyoelezwa ya kuwa chini ya serikali yao vita isingeweza kufanywa, na sasa serikali yake ilikuwa imeshastawi. Aya hii ambamo Mwenyezi Mungu alitoa ruhusa ni aya ya sura Hajj, bali ni aya 2. Mwenyezi Mungu anasema uzina lilladhina yuqataluna biannahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir allazina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna allah walaula daf'u llahi nnasa ba'dahum biba'dhin ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصر إن الله لقوي عزيز. Imeruhusiwa kupigana kwa wale wanaopigwa kwa sababu wamezulumiwa, na kwa yakini Allah anao uwezo wa kuwasaidia. Yani wale waliotolewa majumbani mwao pasipo haki, ila kwa sababu tu wanasema mola wetu ni Allah, na kama Allah asingali wazuia watu baadhi yao kwa wengine, bila shaka yangali vunjwa mahekalu na makanisa na nyumba za ibada na misikiti ambamo jina la Allah hutajwa kwa wingi, na bila shaka Allah humsaidia yule anayemsaidia yeye. Hakika Allah ni mwenye nguvu na mshindi. Yani humo dini zote zimelindwa kwa kutaja jina la mahala pa kufanya ibada pa kila dini. Jihadi ilipowajibika, mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kuwasalimisha waislamu kutoka shari ya makafiri, mwanzoni alifanya mipango minne. Hivyo kuhusu mipango hii Hatmiza Bashir Masahib ameandika ya kwamba moja, mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe kwa kusafiri
alianza kufanya mikataba na makabila mbalimbali ili maeneo yanayoizunguka madina yaweze kusalimika na hatari. Na katika suala hilo mtume saa salam akazingatia makabila ambayo yalikuwa yakiishi kwenye njia iliyoelekea siria, kama kila mmoja anavyoweza kuelewa ya kwamba haya ndiyo makabila ambayo makuraishi wa maka wangeweza kupata msaada kutoka kwao zidi ya waislamu, ambayo uadui wao ungeweza kuleta hatari kwa ajili ya waislamu. Pili, mtume sasa akaanza kutuma vikosi vidogo vidogo katika maeneo mbalimbali ya madina ili aweze kujua kuhusu mipango ya quraish na kuhusu makabila yaliyokuwa marafiki zao, na pia makuraishi waweze kufahamu kwamba waislamu hawakukafilika na hivyo madina iweze kusalimika kuhusu mashambulizi ya ghafla. Tatu, kulikuwa na hikima katika kuwatuma vikosi hivi ili kwa kupitia vikosi hivi waislamu walio dhaifu waweze kupata nafasi ya kukutana na waislamu wa madina. Katika maeneo ya maka walikuwepo watu ambao walikuwa waislamu kutoka moyoni, lakini kwa sababu ya zulma za quraish walikuwa hawawezi kudhihirisha islam, na pia kwa sababu ya umaskini na udhaifu wao hawakuwa na nguvu ya kufanya hijra, kwani quraish walikuwa wakiwazuia kufanya hijra kwa nguvu. Na mpango wa nne aliofanya ni kwamba akaanza kufanya mipango ya kuizuia misafara ya kibiashara ya quraish ambayo ilikuwa ikitoka kutoka siria na ilikuwa inapita karibu na madina. Misafara hii popote pale ambapo ilikuwa ikipita ilikuwa ikiwachochea watu zidi ya waislamu, na ni zwahiri ya kwamba katika maeneo yaliyozunguka madina kupanda mbegu wa uadui wa islam ilikuwa ni hatari kwa ajili ya waislamu. Kisha jingine ni ya kwamba misafara hii daima ilikuwa na silaha, na kila moja anaweza kuelewa ya kwamba kupita kwa misafara ya namna hiyo karibu na madina kulikuwa na hatari mno. Kisha jingine ni ya kwamba quraish kwa asilimia kubwa walikuwa wakitegemea biashara, na kuchukua hatua za namna hiyo ilikuwa ni njia yenye athari ya kuwateka na kuwazuia kutoka mipango yao ya kizulma, kwamba njia ya biashara yao ifungwe. Hivyo historia ni shahidi juu yake ya kwamba mambo ambayo yaliwasababisha quraish kufanya suluhu na yakawalazimisha kufanya suluhu, hatua moja ilikuwa ni ya kuzuia misafara yao ya kibiashara. Hivyo mpango huu ulikuwa wenye hikima ambao ukaleta matunda kwa wakati wake. Kisha faida iliyokuwa ikipatikana katika misafara hiyo ya kibiashara ilikuwa inatumika kwa ajili ya kufuta islam, bali saa nyingine misafara ya kibiashara ilikuwa ikitumwa ili faida yote itakayopatikana itatumika zidi ya waislamu, na biashara ilikuwa inafanywa faida yake ilikuwa inatumika kwa ajili ya kupigana vita zidi ya islam. Na katika sura hii kila mmoja anaweza kuelewa kwamba kuchukua hatua hiyo ya kuizuia misafara ilikuwa ni njia halali. Hazrat amesema kwamba silsila hii itaendelea na inshallah nitaeleza katika siku za usoni. Wakati huu napenda kuwazungumzia baadhi ya marehemu, kisha nitaswalisha sala ya jeneza yao. Jeneza moja ni hazir ambayo ni ya mheshimiwa Khwaja Munir Ahmad Saheb, na jeneza zingine ni za ghaibu. Si Khwaja Munir Ahmad bali anaitwa Khwaja Muniruddin Kamar Saheb. Khwaja Muniruddin Kamar Saheb alikuwa mkazi wa Uingereza. Mei 27 akiwa na umri wa miaka 86 kwa mpango wa Mungu alifariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yeye alikuwa mjukuu wa Hatmia Khairuddin Sekhwani Saheb radhiyallahu ta'ala anhu, aliyekuwa sahaba wa Masihi Maula sallallahu alaihi wasallam. Baba yake Maulana Kamaruddin Saheb pia Hatmasihi Maud alikuwa amemwona katika umri mdogo, na yeye alikuwa amemwona katika utoto wake. Alikuwa mtoto mwenye umri mdogo. Maulvi Kamaruddin Saheb
alikuwa sadr wa kwanza wa majlis khudamul ahmadia markazia, yani baba yake. Uhuru ulipotokea baina ya India na Pakistan, yeye watu hawa wakahamia Pakistan. Kisha Khwaja Muhyiddin Saheb akaenda kuishi Tanzania, Afrika Mashariki kwa muda. Katika mji wa Rabwa akapata nafasi ya kuitumikia jamaat juu ya nyazifa mbalimbali. Kisha mwaka 1966 pamoja na familia yake akaja Uingereza, na alikuwa na nyumba yake karibu na msikiti wa Fazl. Watu wa zamani wote wanamjua. Katika zama za ukhalifa wa 4 kwa muda mrefu akapata bahati ya kutoa azan ya Ijumaa katika msikiti wa Fazl. Marehemu akaweza kuitumikia jamaat kama mwenyekiti wa tawi la Masjid London na Patni. Mwaka 1995 baada ya kustafu akajitolea wakfu, na tangu miaka 29 alikuwa anafanya kazi katika Waqar Tabshir na kisha katika daftar private secretary hapa Uingereza. Siku moja kabla ya kifo chake pia aliendelea kufanya kazi kabla ya azuhuri, na kisha baada ya kuswali azuhuri alikuwa amerejea nyumbani. Alikuwa na tabia ya kuswali sala 5 kwa wakati. Alikuwa mkimya, mwenye kuwasaidia wote, na alikuwa mtifu na ikhlasi kubwa. Alikuwa musi, ameacha nyuma vijana 2 na mabinti 2 na wajukuu wengi. Alikuwa mjomba wa Amir Saheb Uingereza. Mwenyezi Mungu amghufirige na amrehemu na ampandishe katika daraja. Hiyo ni janaza iliyo hazir. Inshallah tutaswali. Jeneza zilizo za ghaib, moja ni ya Dr. Mirza Bashir Ahmad Saheb ambaye alikuwa mjukuu wa Musleh Maud radhiyallahu ta'ala anhu, na alikuwa upande wa mama yake alikuwa mjukuu wa Mirza Munawar Ahmad Saheb na Mahmuda Begum Sahiba. Alikuwa mwana wake na alikuwa mjukuu wa Nawab Mubaraka Begum Sahiba. Amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 79. Innallahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa musi. Masomo ya mwanzo alikuwa amepata kutoka Rabwa, kisha akafanya MBBS kutoka King Edward Medical College Lahore, kisha akafanya kazi katika hospitali Rabwa, kisha akaja Uingereza kwa ajili ya masomo zaidi, na kutoka Royal College of Surgeons Edinburgh akafanya post graduation mwaka 1970 na akafanya FSCS. Kwa kuwa alikuwa amefanya wakfu, hivyo akarejea Pakistan na akaendelea kutoa huduma ya tiba katika hospitali ya Fazl Umar. Akapata nafasi ya kutoa huduma hii kwa takriban miaka 50 katika hospitali ya Fazl Umar, na waliofanya kazi katika hospitali hii, marehemu ndiye aliyeweza kutoa huduma kwa muda mrefu zaidi, yani kwa miaka 50 ameweza kuwatumikia wanadamu katika hospitali. Mwaka 1983 khalifa mtukufu wa 4 rahimahullah taala alikuwa amemteua kama mjumbe wa bodi ya wakfu jadid, na akaendelea kufanya kazi juu ya wazifa huo hadi kifo chake. Mke wake anaandika ya kwamba marehemu alikuwa mtu wa watu mwenye kuwajali wote. Anasema kwamba ndugu zake, wazazi wake, ndugu zangu, wazazi wangu, sikumbuki kama ameacha nafasi ya kushiriki katika furaha au ghamu yao. Alikuwa si mbivu katika kutekeleza wajibu wake kama jamaa, na watukufu wote waliokuwa wa nyumbani alipata bahati ya kuwatibu. Alikuwa akiwatembelea katika nyumba zao ili kuwajulia hali. Alikuwa akiwasaidia watu wenye haja. Hakuwahi kukataa kumpatia yeyote aliyeomba.
akawasomesha mabinti wengi na akavumilia matumizi yao yote mpaka ndoa zao. Baadhi ya mabinti wamenindika vile vile wakaishi katika nyumba yake, ye akawalea kama baba na kisha akasimamia ndoa zao. Alikuwa akisamehe ada ya wagonjwa wengi, watu wengi wameniindikia, bali alikuwa anawapatia dawa kutoka kwake. Alikuwa na uhusiano imara na makhalifa. Upande moja alikuwa na uhusiano wa kifamilia na makhalifa, yani pamoja na makhalifa wote, lakini pia alikuwa na uhusiano wa kiheshima na alikuwa anawafahamisha watoto wake, na mwenyewe pia akaonyesha kwa mfano. Alikuwa mkubwa kuliko mimi kama miaka 6 au 7, lakini daima nimeona heshima kutoka kwake. Bali kabla ya ukhalifa nilipokuwa nazari Allah, alikuwa ananitumikia kwa heshima na kwa adabu, alikuwa ananitendea kwa heshima na kwa adabu. Katika marazi ya mwisho ya Khalifatul Masih Rabi rahimahullahu taala, mke wake anaandika ya kwamba khalifa mtukufu wa nne akawapigia simu akisema kwamba Dr. Mbashir aje mara moja. Anasema kwamba usiku ule ule kwa kusikia ujumbe huo akatoka na kufika hapa na akaishi hapa hapa hadi kifo cha khalifa mtukufu wa nne. Khalifa mtukufu wa nne rahimahullahu taala juu ya kifo cha mkewe Asfa Begum sahiba alikuwa amesema kwamba Mbashir alipokuja kunipokea karibu na lift, kwa kumwona Mbashir nikaelewa kwamba mke wangu amefariki dunia, kwani najua kwamba kama yeye angekuwa na hali mbaya basi Mbashir asingemwacha akiwa peke yake. Katika marazi ya Khalif Sirabe pia akaendelea kuja hapa Uingereza kwa ajili ya tiba yake, na khalifa mtukufu wa nne rahimahullah taala pia alikuwa ametaja huduma zake. Mke wake anaandika kwamba safari moja alishtakiwa na kwa ajili ya kufanya tahqiq kamati moja ikaundwa. Wakati ule pia yeye akaonyesha heshima kwa nizamu ya jamaat na hakuonyesha hisia yoyote, na kamati ikafanya tahqiq na ikatoa amri kwamba yeye hakuwa na hatia. Mwana wake ameandika kwamba kutoka chini ya wote na maeneo yanayozunguka Rabwa, baadhi ya wapinzani walikuwa wakija nyumbani kwake na kupata tiba. Watu wengi ambao si wa Ahmadiyya walikuwa wagonjwa wake, mimi pia na wajua. Aliwatibu watu wengi na kwa sababu yake alikuwa maarufu sana katika Rabwa. Hat Masihi Maula Sallatu Wassalam katika marazi yake ya mwisho alikuwa anatumia kijiko fulani kwa ajili ya kunywa dawa. Hata Manya radhiyallahu taala anha kijiko cha chai alikuwa amempatia Tume Nasr akisema kwamba kijana wako ambaye atakuwa daktari kijiko hicho umpatie. Kijiko hicho Mirza Munawwar Masab akapewa na kisha baadaye hicho kilikuwa kwake. Saa nyingine kwa ajili ya baraka alikuwa akiwanywesha wagonjwa dawa kwa kutumia kijiko hicho. Watu waliokuja kufanya maombolezo walitokana na matabaka yote, lakini wengi walikuwa watu walio maskini na walikuwa wakisema mara kwa mara kwamba Minga Sahib alikuwa Mohsen wetu, alikuwa amewatibu wengine na wengine alikuwa amewajali kwa njia nyingine. Wapo wakulima wengi wa maeneo haya na wake zao au madada zao walikuwa wakija kwa ajili ya kupata tiba. Wakulima hao wamekuja na wameonyesha hisia zao mbalimbali jinsi Dr. Sahib alivyo wajali wote, na wote hawa ambao si wa Ahmadiyya walikuwa wakilia na kusema kwamba leo baba yetu amefariki dunia. Kisha watu wa hospitali wengi wameniandikia kwamba hospitali yetu imekuwa yatima. Yani wote wameonyesha uchungu wao na ghamu yao na huzuni zao. Alikuwa mtu wa watu, alikuwa akiwasaidia watu maskini. Mtume amesema kwamba mtu akimsifu yule aliyekufa
basi mujue kwamba janna imewajibika juu yake, basi mwenyezi mungu amjalie janna. dr mirza sultan ahmad saheb anasema kwamba sawa na elimu yangu katika jumuiya, mtu aliyepata bahati ya kuitumikia wanadamu kama daktari ni huyu, nimekushaeleza tayari. Na anasema kwamba katika zama ambapo alikuwa amefanya kazi hakuwa na msaidizi katika zahanati, mwenyewe alikuwa akifungua mlango na kumwita mgonjwa ndani, na mwenyewe alikuwa anasimamia mambo yote. Hakuwa na msaidizi mwenye kutoa dawa, na polepole akaanza kuwafundisha watu, na kisha hospitali ikapata umaarufu. Na anasema kwamba yani watu wengi walikuwa wakija katika hospitali yetu, asilimia kubwa walikuwa wakipata tiba na walikuwa wakipona. Na jinsi huyu alivyokuwa akiwatendea wagonjwa, mi mwenye pia najua watu walikuwa wakimheshimu sana. dr munir mubashir saheb ambaye ni daktari katika hospitali ya serikali anasema kwamba ni silsila ya huduma za tiba ya dr saheb ambayo ilikuwa imesambaa na kuenea katika maeneo yote karibu na Rabwa. Anasema nimeendelea kufanya kazi karibu na Rabwa, na anasema kwamba takriban watu wengi wa kila kijiji na kila mji walikuwa miongoni mwa watu wake. Kama nisemavyo kwamba watu wengi wasio ahmadia walikuja kuomboleza juu ya kifo chake. dr nuri saheb ameandika kwamba katika Rabwa kuna mtu moja ambaye alikuwa ameweka picha ya dr saheb katika nyumba yake. dr saheb alipoenda kumjulia hali, mtu huyo akamwambia kwa heshima kwamba dokta alikuwa anakuja kwangu na alikuwa ananiuliza kuhusu siha na afya yangu, mungu amsalimishe. Habari hii ni kuhusu uhai wake. Huzur amesema kwamba zipo barua nyingi zinazoeleza sifa zake na hisia za wagonjwa. Alikuwa na uhusiano imara na ukhalifa kama nisemavyo. mwenyezi mungu amghofirie na amrehemu na ampatie nafasi na sehemu karibu na wapendwa wake. jeneza ya tatu ya ghaib ni ya mheshimiwa sagida amtul basir sahiba ambaye alikuwa mke wa sagid mahmud ahmad sahib wa islamabad, naye pia alifariki dunia siku za nyuma. inalillahi wa inna ilaihi rajiun. alikuwa mjukuu wa dr sagid abdulsar shah sahib na alikuwa binti ya sagid abdurazak shah sahib. alikuwa mpwa wa hat umme tahir raziallahu taala anha. baba yake alikuwa amemoa mwanamke moja aliyekuwa mwananchi wa ireland, hanifa shah sahiba, ambaye jina lake lilikuwa kathleen o'brien, na harusi hii ilikuwa imefanywa katika mji wa nairobi kenya mwaka 1945. kisha mama yake akaja pakistan na katika sindh wakaishi shah saheb na mkewe, ambapo japokuwa alikuwa kutoka ireland lakini wakaishi kwa kujitolea sana, na watoto wake pia walikuwa wenyeji kujitolea. mmoja wake alikuwa ni amtul basir sahiba. mume wake sagid mahmud shah saheb anasema kwamba marehemu alikuwa na tabia ya kuswali, na haswa sala ya tahajudi alikuwa na swali kwa uangalizi mkubwa. aliendelea kuswali sala ya tahajud pamoja na baba yake tangu utotoni. alikuwa mwenye kuzingatia dini na sheria, daima alikuwa akiwasaidia watu wenye haja, alikuwa anazingatia hijabu. marehemu alikuwa musi, ameacha nyuma mume na binti mmoja na watoto wa kiume wawili. mmoja ni sagid bashir ahmad ambaye anaishi hapa, mwingine sagid shahid ahmad, binti yake anaishi marekani majida malik. binti yake majida malik
ambaye ni mke wa dr amir malik saheb wa marekani anasema kwamba mama alikuwa mtu wa watu na alikuwa na ucheshi. kila aliyekutana naye alikuwa anaanza kumpenda. alikuwa na mapenzi na ukhalifa. alikuwa na hulka njema sana. alikuwa haelezi kuhusu uchungu na matatizo yake. alikuwa kwenye mstari wa mbele katika kutoa swadaka na kuwasaidia watu wenye haja. alikuwa anawasaidia mabinti mayatima na kuwapatia watu chakula na kuwatumia vyakula katika nyumba zao. alikuwa anawasaidia watu wake kwa kuwaombea na kwa ajili ya kutoa swadaka. alikuwa na marafiki zake ambao walikuwa wenye kumpenda allah. mwenyezi mungu pia alikuwa akimtendea kwa njia maksus. mungu alikuwa anakubali maombi yake. alikuwa anampatia taarifa katika mambo mengi kwamba dua zake zimekubaliwa. hata katika marazi hakuacha swala. daima alikuwa anaangalia swala kwamba asije akakosa swala. mwenyezi mungu amghofirie na amrehemu na ampandishe katika daraja na awajalie watoto wake kuendeleza mema yake. na jeneza ya tatu ya ghaibu ni ya mheshimiwa sharif ahmed bandesha saheb ambaye alikuwa sadr wa jumuiya ya pakistan chak number 261 arbe addo wali faisalabad. naye pia alifariki dunia siku za nyuma. inalillahi wa inna ilaihi rajiun. kijana wake rahmatullah bandesha saheb ni mbashiri wa jumuiya. yeye anasema ya kwamba babu yetu alikuwa na miezi miwili mitatu tu ambapo wazazi wake na jamaa zake katika zama za masihi maud katika siku za tauni walifariki dunia. wakati ule kulikuwa na familia moja ya mbali ya babu yetu, familia ambayo ikamlea. baadaye sawa na hukumu ya kazi wa tahsil batala, babu yetu akalelewa katika familia ya kiahmadia na hivyo akaendelea kulelewa katika mazingira ya kiahmadia. marehemu akaendelea kuitumikia kijiji chake kama mwenyekiti kwa miaka 25. alikuwa mtu wa watu, alikuwa mwenye kuswali, alikuwa na upendo na nizamu ya jamaat na ukhalifa. ameacha nyuma vijana 5 na mabinti 3. kijana wake mmoja kama nisemavyo ni rahmatullah bandesha saheb ambaye ni mbashiri ambaye anatoa huduma kama mwalimu katika jamia ahmadiyya germany. na kwa sababu ya hali fulani ya upinzani ya kijiji chake hakuweza kushiriki kwa wakati katika mazishi ya baba yake. mwenyezi mungu amghofirie na amrehemu na ampandishe katika daraja na awajalie watoto wake kuendeleza الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.